Yes, wana mtazamaji wa The Golden Boot ya Anuary TV. Taarifa kubwa leo hii pia nyingine ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii lakini pia mjini ni taarifa ambayo inawahusu mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara Young Africans ambao leo hii walikuwa na tukio kubwa katika makao yao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam, na tukio hilo ilikuwa linahusu uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wao mpya wa kisasa ambao unatarajia kukamilika mwaka 2028 au 2027 mwishoni 2028, na ni uwanja ambao leo hii michoro lakini saini ya makubaliano ya ujenzi huo ndio kilikuwa kitu kikubwa ambacho kinaendelea katika makao makuu ya klabu ya Jangwani jijini Dar es Salaam, na ukahudhuriwa pia na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila Albert, lakini pia alikuwepo mzabuni ambaye ameshinda tenda ya ujenzi wa Young Africans, tajiri wa timu hiyo, mwekezaji wa timu hiyo, mfadhili GSM na wadau mbalimbali ambao walijitokeza kuhudhuria hafla hiyo. Sasa jambo kubwa ambalo nataka ufahamu ni kwamba ujenzi huo wa uwanja unakwenda kuanza muda sio mrefu, na ni uwanja ambao Young Africans utaona hapa picha ambazo zinapita kwenye taarifa. Ni uwanja ambao utakuwa ni wa kisasa, uwanja ambao unaingiza mashabiki zaidi ya 20,000 ambao watakuwa wamekaa kwenye viti, na ni uwanja ambao kwa mujibu wa mchoro ambao umetolewa na club ni uwanja ambao utakuwa licha kwamba ni uwanja wa mechi husika za Young Africans, lakini ndani yake utakuwa una maduka ya club kwa namna kwa maana kwamba jezi za timu zitakuwa zinauziwa humo ndani ya uwanja. Kuna maduka yatafunguliwa, lakini ni uwanja ambao ndani pia kwa mujibu wa mchoro ambao tumeonyeshwa utakuwa una sehemu ya kufanya mazoezi indoor, gyms zitakuwepo kwa wachezaji kutrain humo, lakini pia kutoka kuna eneo la VIP, kuna lounge mule ambayo imeonekana kwamba watu ambao labda watakuwa wanataka kupata burudani ya mpira wa miguu pasipo kuwa uwanjani kutazama mpira pamoja na mashabiki wengine, basi wana eneo husika ambalo wametengewa humo ndani la kuburudika. Kwa hiyo ni uwanja wa kisasa ambao wananchi Young Africans wanatarajia kukamilisha ndani ya kipindi cha miaka miwili, na wameupa time frame kwamba ni uwanja ambao ujenzi wake utachukua miezi 18 mpaka miezi 24. Kwa hiyo kwa wastani uwanja huu wa kisasa Young Africans ambao unakwenda kujengwa katika makao makuu ya uwanja huo makao makuu ya klabu hiyo Jangwani, ni uwanja ambao utakamilika ndani ya miezi 24 kwa makadirio ya jumla, yani ni kipindi cha miaka miwili. Kwa hiyo kama utaanza mwishoni mwa mwaka huu ujenzi huo, basi tutarajie mpaka mwaka 2028 Young Africans kuanza kutumia uwanja wao, na ni uwanja ambao kwa mujibu wa taarifa maripoti ambayo imetolewa katika hafla hiyo, umiliki wake utakuwa ni 50-50, yani anayejenga uwanja huo ambaye ni mfadhili wa Young Africans GSM, yeye ataumiliki kwa 50%, lakini pia klabu ya Young Africans wao wataumiliki uwanja huo pia kwa 50%, yani kitakachopatikana kitagawana, watakigawa pasu nusu kwa nusu, mfadhili ambaye ndo anaujenga uwanja huo, lakini pia klabu ambayo ndo itakuwa nayo inamiliki kwa 50% uwanja huo. Gharama za ujenzi wa uwanja huo hazijawekwa wazi kwamba uwanja huo utagharimu kiasi gani cha fedha, lakini ni fedha nyingi ambazo mfadhili wa Young Africans amejitolea kutumia kujenga uwanja huo. Lakini kitu kingine ambacho kinapatikana katika uwanja huo ni issue ya development. Sasa nje ya uwanja huo nini ambacho kitaendelea katika uwanja huo? Kuna taarifa kwamba vitajengwa viwanja vidogo pia vya mazoezi katika eneo hilo la mradi kwa ajili ya team kutrain, lakini pia kwa ajili ya timu za vijana zile Yanga Schools, Yanga B, timu za vijana zile, timu ya wanawake
nazo kupata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja huo. Hatujui utaitwa vipi, jina la uwanja huo bado halijafahamika, ni mpaka pale ujenzi huo wa uwanja utakapokamilika. Kwa hiyo kwa sasa Young Africans wametubrief kwa uchache tu katika hafla hiyo kwamba uwanja huo time frame utakamilika ndani ya miaka 2 ijayo, lakini ni uwanja ambao kama nilivyoelezea hapo kabla, ni uwanja wao utaingiza zaidi ya mashabiki 20,000 na ni uwanja ambao utakuwa wa kisasa ukitumika katika michezo ya ligi ya ndani, lakini pia unatazamiwa kutumika katika mashindano yale ya kimataifa. Kwa hiyo ni uwanja ambao utakuwa una hadhi ya kimataifa na utakuwa umefuata standard zote ambazo zinahitajika za CAF kuhost mechi mbalimbali za CAF, lakini pia uwanja huo utakuwa na hadhi ya kuhost zile FIFA games, michezo ile ya kimataifa ya FIFA. Kama kuna timu za taifa zitajitokeza kuhitaji uwanja huo kuutumia kwa mechi zao, basi ni uwanja ambao utakuwa tayari kutumika. Nikumbushe tu uwanja huo unajengwa makao makuu ya club Jangwani na ndio eneo la mradi na mchango mkubwa. Mtu unaweza kujiuliza labda kwa nini 50 kwa 50? Yanga wameelezea kwa nini mfadhili wa uwanja ambaye ni GSM anachukua 50%. Ni kwa sababu GSM anachukua 50% kwa sababu yeye ndiyo anayetoa fedha za ujenzi huo ama mradi huo wa ujenzi wa uwanja, lakini Young Africans mchango wake katika ujenzi huo wa mradi wa uwanja ni eneo ambalo ni eneo la Jangwani. Kwa hiyo Yanga kutoa eneo la Jangwani, basi wao ndio mchango wao katika ujenzi huo wa uwanja. Wametoa eneo ambalo mfadhili wa Young Africans yeye GSM ndo anakwenda kulitumia kujenga uwanja huo wa kisasa ambao utakuwa na gharimu fedha nyingi, mabilioni, ni mradi wa mabilioni ya fedha. Kwa hiyo kiasi halisi hakijatajwa na kikitajwa basi nasi hatutosita kukufikishia hapa nawe ukapata kufahamu. Ndio hicho ambacho kinaendelea katika kambi ya Young Africans na tukio lao ambalo limefanyika leo hii asubuhi katika makao makuu ya club Jangwani jijini Dar es Salaam. Kuwa nasi kwa taarifa mbalimbali kutokea hapa Anuari TV. Jina langu mimi ni Shabel Daniel.